Thumma qal, kisha Mtume akasema sallallahu alayhi, ya bintai, ewe binti yangu, ama alimta anna ridha zawji huwa ridha Allah, kwani we bado hujajua tu kuwa radhi ya mume ndio hiyo hiyo radhi ya Mwenyezi Mungu? Kwa maana ukimridhisha mume ndio umemridhisha Mwenyezi Mungu subhana. Wa ghadabu zawj huwa ghadabu Allah, na hasira ya mume ndio hiyo hasira ya Mwenyezi Mungu. Kwa mume akikasirika, ujue na Mungu pia naye anakasirika. Ya bintayya, ayyuma mra'atin abadat ibadatan, mwanamke yoyote aliabudu ibada ya aina yoyote, ka ibadati Maryam binti Imran, akaabudu ibada kama vile iliyofanywa Nabii Maryam binti Imran, mama yake Nabii Isa. Kama ibada hiyo, thumma lam yarda anha zawjuha, kisha mumewe hajairidhia hiyo, basi la yakbalu Allahu ta'ala minha, Mwenyezi Mungu haikubali ibada hiyo. Mwanamke anatoka anakwenda, mimi naenda maulidini, anachukua kanga na vitenge kaeka begani, huyo anakwenda kwenye maulidi usiku, anamwacha mume yuko nyumbani. Mungu haikubali ibada hiyo. Ya bintayya, afdalu a'mali nisa, bora ya ibada za wanawake, itaatu zawji, ni kumtii mume. Bora ya ibada ya wanawake ni kumtii mume. Wa ba'daha laysa laha amalun afdalu min alghazli, na baada ya kumtii mume hakuna amali iliyokuwa afdal, bora zaidi, min alghazli, kuliko kufumafuma. Wanawake wanafuma vitambaa, wanafuma mikeka, wanafuma miswala, wanafuma hivi vitu vya mikono, kazi za mikono. Ni kazi bora sana hiyo kwa mwanamke. Msemaji ni Mtume sallallahu alaihi wa ali. Ya bunayya, e binti yangu, julusu saa inda alghazli khairun lahunna min ibadati sana, kukaa kwa muda wa saa moja tu kwenye kazi ile ya kufumafuma ni bora sana kulikoni ibada ya mwaka mzima, kwa sababu mwanamke akikaa kwenye kazi zake, kuna kitu kinaitwa ukindu. Unajua ukindu? Kuna kitu kinaitwa ukindu, majani tu haya kama ya mnazi hivi yamekaa, lakini sio mnazi, unaitwa ukindu. Sasa ule ukindu wenyewe wanachukua, wanakausha, kisha kausha tayari wanashona. Ushonaji wenyewe wanashona mikeka kama ya kuswalia. Huku bara huku wanaita mikeka ya maiti, ya kufungia maiti. Watu wa bara wana matusi. Kitu kizuri na mnasema cha kufungia maiti bwana. Naam, kuna mikeka hushonwa, na mikeka hiyo ikawa inawekwa maalum kwa ajili ya mtu maalum. Mikeka hiyo hautolewi huo mkeka mpaka mume aje. Mume akisha kuja ndio unatolewa ule mkeka, unatandikwa, ndio mume anakaa. Na hapo kuna shughuli maalum. Kama mume anataka kusingwa, basi ndo anasingwa hali ya kuwa amekaa kwenye mkeka ule. Sasa kusinga ndio nini? Swali hili usiniulize leo, utaniuliza siku nyingine. Habari za waida ya wazee. Naam,
Ya bunayya julusu sa'atin inda al-ghasli khairun lahunna min ibadati sana wa yuktabu lahunna bikulli taqa, na wataandikiwa wao kwa kila kadri ya uwezo kile anachokifanya. Ai bikulli naw'in min athiyabi min ghazlihinna, watalipwa kutokana na kila namna ya nguo walioifuma. Watalipwa nini? Thawabu shahidi, thawabu ya shahidi. Kumbe kazi yenyewe ni kufuma fuma tu, lakini kwa wanawake kazi hiyo ndio yao aliyowapa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nam ya bunayya, e mwanangu we, innal mar'ata idha ghazalat, hakika mwanamke pindi atakapofuma, hata taksua zawjuha, mpaka mume wake akavaa hicho alichokinfanyaje, alichokishona, kushona, kufuma, alichokifuma huyo mke. Wasibyanuha, na watoto wake nao wakavaa hicho. Wajabat laha aljanna, mwanamke huyu inamwajibikia pepo. Habari kubwa hii. Wa ataha Allahu bikulli nini, wa ataha Allahu, na Mwenyezi Mungu atampa mwanamke huyo bikulli man tasarbala min aswabiha madinatan fil janna. Mwenyezi Mungu atampa mtu huyo kwa kila mtu ambaye aliyevaa min aswabiha, kutokana na hizo nguo zake anazofuma yeye, Mwenyezi Mungu anampa madinatan fil janna, nampa mtu mji mmoja pepo. Mji, sio mtaa, mji. Qala an-nabiyyu alayhi salatu wassalam, akasema Mtume alayhi salatu wassalam, ayyuma rajulin kana lahum ra'atani. Haya, wenye wake wawili sikilizeni. Mtu yoyote aliyekuwa na wake wawili. Asalamu alaykum. Tunazungumzia habari ya wake wawili sasa. Ayyuma rajulin kana lahum ra'atani, na mtu yoyote aliyekuwa na wake wawili, falam ya'dil bainahuma, na wala hakuwa mwadilifu kati yao, fi nafaqati, kwenye matumizi, hakuwa mwadilifu kwenye matumizi, kwa maana ya kwamba huyu unamwachia 20,000, huyu unamwachia 50,000, lakini ukiwaangalia wote wako saizi moja, kama huyu ana mtoto mmoja na huyu ana mtoto mmoja. Bwana, huyu matumizi yake ya siku moja na huyu matumizi yake ya siku moja, mbona huyu umempa 50, mbona huyu umempa 20? Hapa uadilifu haujatendeka. Lakini inawezekana kwamba mke huyu umempa shilingi 50 kwa sababu ana watoto 5, huyu mwingine umempa shilingi 20,000 kwa sababu ana mtoto mmoja. Hapa umefanya uadilifu. Huu ni uadilifu, kwa sababu mwenye watoto wengi usimlinganishe sawa na yule asiyekuwa na watoto, utakuwa umempunja, umemdhulumu. Naam, walam yusawi bainahuma, wala hakuweka usawa baina ya wakeze, fil madja'i wal mat'ami wal mashrabi. Unaona, hajaweka usawa kwenye nini? Kwanza kwenye mahali pa kulala, fil madja'i. Huyu umemnunulia godoro la 5 kubwa zuri, huyu mwingine umeenda kumnunulia malapurapu. Mke wangu, wewe wa siku nyingi sana wewe, wewe lalia tu, ina shida gani? Kwani tasawufi ndio hiyo? Tasawufi gani? Tasawufi ya kumfanya mtu alale kwenye mkeka ndio tasawufi? Sio.
Mtengenezee mazingira mazuri mke wako kama vile unavyomtengenezea mazingira mazuri mke wako mwingine. Tunaanza kwenye fil madja'i kama wewe mpe haki yake, ye mwenyewe akiikataa basi, lakini hiyo kwa Mungu inakuwa haina lawama, umetekeleza. Mtu mwingine anakwambia kabisa, mume wangu umenipa shilingi 50,000, alhamdulillah, nashukuru, lakini hii 10 muongezee mwenzangu kule. Mwenyewe anaitoa hii 10 mpelekee mwenzangu kule. Wanawake hao wapo utawatafuta kweli kweli, wapo, lakini utawatafuta sana. Kuna mtu mwingine mwanamke utakuta anakwambia, mume wangu yule mwenzangu kule na watoto wengi, hebu niletee watoto 2 waje wakae hapa. 2. Mimi hapa ninaye 1, sasa wewe lete 2 waje wakae hapa, watakuwa 3 na kule wabaki 3. Anakushauri hivyo ili nini? Mambo yaende sawa sawa, na atakaa nao kama vile amewazaa yeye. Wanawake hawa sasa hivi wamepungua, wapo lakini wamepungua sana. Kwa hivyo kuweka usawa kwenye madja'i na kwenye chakula na kwenye mashrab, vyakula na maji ya kunywa. Sio kwamba huku unapeleka maji ya afya, unapeleka maji ya Kilimanjaro, huku unapeleka maji yale yanaitwa nini mengine, Azura, unapeleka huku, alafu huku unaambia wewe, bomba nimekuwekea hapa, wewe chota tu maji, chemsha, weka hapo, kunywa, mambo yameisha. Hata wewe peleka usawa tu, kama maji ya bomba watu wote, kama ni maji ya chupa watu wote, hivyo. Fahuwa bari'un minni, sikiza hatari hapa. Mtu huyo mwenye kuacha uadilifu kwa wake zake, fahuwa bari'un minni, huyo mtu yuko mbali na mimi. Bwana Mtume huyo anaanza kukukataa hapa duniani kabla hujaondoka. Huyo mtu yuko mbali na mimi, wa ana bari'un minhu, na mimi niko mbali naye. Wala nasiba lahu fi shafaati, wala kwenye maombezi yangu mimi, hapo nitakapokuwa na waombea watu, yeye hana nasibu, hana sehemu ya maombi yangu. Illa an yatuba, isipokuwa atakapotubu, kwa maana akiacha hiyo tabia mbaya. Akiacha hiyo tabia mbaya, basi Mtume anamridhia, Mwenyezi Mungu anamridhia. Waqala alayhi salatu wassalam, Bwana Mtume amesema, man kana lahum ra'atani, mtu ambaye amekuwa na wake zake 2, famala ila ihdahuma, lakini akaelekea upande mmoja wao, duna al-akhar, kinyume na yule mwingine. Kaelekea upande mmoja kinyume na yule mwingine. Wa fi riwayatin, na katika riwaya nyingine akasema, walam ya'dil bainahuma, na wala hajafanya uadilifu kati yao. Jaa yaumal qiyama, atakuja mtu huyu siku ya Kiyama, wahidu shaqqaihi mailun, moja ya bega lake limepinda. Atakuja siku ya Kiyama, moja ya bega lake limepinda. Hiyo kupinda tu namna hiyo tayari inaonyesha huyu mtu alishafanya jambo la kutokuwa ni mwadilifu kwa wake zake. Na kwenye uadilifu bwana, unatakiwa uwe mwangalifu kweli kweli. Siku moja katika masiku, kesi kama hili nipata mimi mwenyewe binafsi. Nilikuwa naishi hapa makaburi ya Baniani. Nyumba yangu ilikuwa ina vyumba viwili, huku chumba na huku chumba, katikati ndio sitting room. Mke wangu mmoja yuko huku, mmoja yuko huku. Lakini mimi nilikuwa na kiti nakiweka hapo. Pale nilipokiweka kiti, naegemea ukuta wa mke mdogo. Naegemea ule ukuta wa mke, ndio kiti kilivyowekwa. Siku moja nikaulizwa swali, hivi wewe ukitoka huko
Ukifika hapa mpaka uegemee ukuta wa mke wako ndio unajisikia raha. Ngaza kumbe shida kumbe ni kuegemea ukuta tu. Hamisha hiki kiti, weka mahali unapotaka. Ikachukuliwa kile kiti akaweka kwenye ukuta wa kwake yeye. Lakini hazikupita siku mbili, swali likatoka upande wa pili. Kwa ndio umebadilisha, umeona sasa bora uegemee upande wa mke wako. Sawa, sisi wengine hatuna haki. Lakini kitu chenye mbona ni ukuta tu. Lakini kumbe tayari ishakuwa ni tatizo hili. Nikaona sawa, sasa nahamisha kiti, nakiweka hapa. Mtu akiingia kule kwenye mlango kule, akiingia tu hivi ananiona mimi kwanza. Ukuta huu hauna huyu wala hauna huyu. Lakini hiyo pia ilikuwa shida, bado haijakaa sawa. Yaani umekaa hapa ndio unataka uangalie ule mlango wa huku unafunguka hivi. Ukikaa hapa nataka uchungulie huku. Allahu akbar. Sasa habari za wamama hawa ni nzito. Uongo itakushinda. Uwe mwadilifu wa kweli na uwe mvumilivu. Sasa hiyo kuhamishwa kiti bwana, kwa kweli unaweza ukakasirika ukapiga mtu vibao, lakini kumbe unawaonea tu. Hiyo ndo hali yao akina mama. Wala usije ukaona labda si wanakutesa, hapana, umetaka mwenyewe. Haya mateso haya umeyataka mwenyewe. Na haya ndio mahaba. Kusikia yale mahaba ndio hayo. Kila mmoja analilia awe karibu na wewe. Ukikaa upande wewe, mbona unachungulia sana huku nini? Mbona huku uangaliaji? Allahumma ghanina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa jamilna bil afia wa karimna bit taqwa.